بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا التزيت من دروس النساء، من دروس مهمة للنساء مبلغه بعون الله الكريم ومنه وكرمه. تصوم الدرس 20 صوم 20. يقول المؤلف حفظه الله تعالى، أنا سيما المؤلف حفظه الله تعالى: لو تأمل المرأة، لو mwanamke wa kisalafi wa Kiislam ataangalia hali nisai, hali za wanawake almutabarrijati, wenye kutangatanga, ambao tushawasoma kule nyuma, wale wanaodhihirisha mapambo yao wanapotoka nje ya majumba ya waume zao. في بعض البلاد، katika baadhi ya miji au baadhi ya nchi, lawajadat annaha, basi atakuta au angekuta mwanamke huyu kwamba wanawake hao taishu fi khawfin, wanaishi katika hofu, min at-taharrushi, kutokana na kudhalilishwa au udhalilishaji, min at-taharrushi, kutokana na udhalilishaji, walightisabi, na ubakaji, walkhatfi, na kutekwa nyara. Matukio hayo matatu yanawasibu wengi katika wanawake wanaoishi katika nchi ambazo wanawake wake ni wenye kutangatanga. Wazi imeleka. Wataamali hadhihi al-arqama, na ukitaka kujiridhisha hilo ewe mwanamke, hebu zingatia hizi takwimu. Wataamali, na zingatia hadhihi al-arqama, hizi takwimu nitakazokutajia hapa. Adadu halati al-ightisab, inayoelezea idadi ya hali au visa vya ubakaji. Adadu halati al-ightisab, inayoelezea idadi ya visa vya ubakaji fi Amerika, katika nchi ya Marekani. Na hii ilikuwa ni mwaka 2018 fi am, katika mwaka 18 wa 2000, mwaka 2018. Sawa. Tajawaza, ilivuka, ilizidi hapo, andika mwaka 2018 takwimu yake ilizidi ngapi? Matukio mangapi? Yalivuka matukio mangapi? 27 wa 100,000 imraa, mwaka 2018. Wanawake laki moja 27,000, wanawake laki moja 27,000, laki 127,000, 127,000, laki 127 ongeza 03 mbele. Kwa walikuwa wanawake laki moja 27,000 walivuka hapo, ambao walifanywa matukio ya nini? Al-ightisab, matukio ya kubakwa fi Amerika, katika nchi ya Marekani, mwaka 2018 hapo 11. Wa amma fi Uruba, ama katika nchi ya Ulaya, ama katika nchi za Ulaya. Wa amma fi Uruba, ama katika nchi za Ulaya, fa inna an-nisaa, hakika wanawake, tuani, wanateseka, wanapitia magumu, wa khasatan, na sana alfatayat, wale mabinti, wasichana wale. Sawa. Tuani wa khasatan alfatayat, wanapitia magumu, na sana wale wasichana wadogo, min al-ightisabi, kutokana na kubakwa, wal-i'tida'i al-jinsi, na unyanyasaji wa kingono. Al-i'tida'u al-jinsi, unyanyasaji wa kingono, wanapitia hayo magumu. إذ يمثلن أكثر من 90 في 100
kwa kuwa wanawakilisha zaidi ya 90%. Kwa kuwa hawa wanawake wa Ulaya wanawakilisha zaidi ya 90%. Kwa kuwa hawa wanawake wa Ulaya yumathilna ndio hivyo, wanawakilisha wao akthara zaidi min 90% ya 90%. Wanawakilisha nani? Min dhahaya al-ightisabi, ni katika wahanga wa kubakwa. Tuko Ulaya, nchi za Ulaya, wanawake zaidi ya 90% ni wahanga wa kubakwa. Umeelewa? Wa aktharu min 80%, na zaidi ya 80% ya hawa wanawake wa Ulaya min dhahaya al-i'tida'i al-jinsi, ni wahanga wa mashambulio ya kingono. Min dhahaya al-i'tida'i al-jinsi, ni wahanga wa mashambulio ya kingono. Sawa? طيب anasema waqad tabayyana hapa kuna utofauti kidogo kati ya dhahaya al-ightisab, wahanga wa kubakwa, na dhahaya al-i'tida'i al-jinsi, na wahanga wa matendo ya kingono. Unaona kuna nini hapo? Hiyo al-i'tida'u al-jinsi ni ya jumla, yani ukatili wa kijinsia. Nini hiyo? Dhahaya al-ightisab tumesema ni wahanga wa kubakwa, sio? Lakini dhahaya al-i'tida'u al-jinsi tumesema nini? Wahanga wa matendo ya ukatili wa kijinsia, si ndio? Sawa? Sasa hiyo al-i'tida'u al-jinsi, maana yake inataka tutofautishe, sababu sio kuchanganya kwamba 90% ni wahanga wa kubakwa, zaidi ya 80% ni wahanga wa nini? Matukio ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni neno pana ambalo lina maana mengi, linaingia ndani yake maana nyingi sana. Kila kitendo cha ngono cha kulazimishwa bila ridhaa kinaingia humo ndani. Kugushwa bila ruhusa kinaingia humo ndani. Kudhalilishwa kwa maneno au kwa kugushwa kinaingia humo ndani. Kulazimishwa kufanya vitendo vya ngono bila kufikia ile zinaa kamili, sawa? Yani mtu amepekwa misukusuku hiyo mzini lakini kashirikana, inaingia humo ndani. Ama hiyo ubakaji sasa, hii ni aina maalum na ni nzito zaidi kuliko ile ukatili wa nini kijinsia. Maana kwamba kubakwa maana analazimishwa mwanamke kufanyiwa jimai kamili kabisa bila ridhaa yake. Hii ndio tofauti iliyokuwa baina hiyo na hiyo kwanza, sawa? Kwa 90% wanashambuliwa ni wahanga wa nini? Wa matukio kubakwa. Na zaidi ya 80% hawa ni wahanga wa nini? Matukio ya ukatili wa nini? Kijinsia. Hawabakwi hawa, lakini wanafanywa ile matukio. Wanaweza wakazungumzwa, yani wanatongozwa au nini, wanashikwa na mfano wa vitu kama hivi. Umeelewa? Waqad tabayyana anna wahidatan min kulli 3 nisa'i, na pamebainika kwa mujibu wa takwimu hizo kuwa kila mmoja katika wanawake watatu, yani wanawake watatu pale, kila penye wanawake watatu huko nchi za Ulaya, basi mwanamke mmoja. Waqad tabayyana, na pamebainika anna wahidatan min kulli 3 nisaa, wa kila mmoja katika wanawake watatu ta'arradat, ameshambuliwa لأحد أشكال العنف الجسدي أو الجنسي. وأمشامبليوا نتاتيزو لا أمشامبليوا
na tatizo la تعرضت ameshambuliwa li ahadi ashkali al-unuf al-jasad. Al-unuf al-jasadi ni kwamba amekumbwa na aina ya ukatili wa kimwili. Al-unuf ni ukali, al-unuf jeuri. Kwa al-unuf al-jasadi ameshambuliwa na nini? Tatizo aina fulani ya ukatili wa kimwili, ukatili wa kimwili au al-unuf al-jinsi au ukatili wa kijinsia au ukatili wa kingono. Ukatili wa kingono amelazimishwa kufanya ngono. Mundu bulughi sinni 15 aman, tangu kule tukufikisha kwake miaka 15. Hiyo pia imebainika hivyo. Kila penye wanawake watatu, basi mwanamke mmoja katika hao ameshambuliwa yeye li ahadi ashkali al-unuf al-jasadi, na moja kati ya matukio ya nini? Ukatili wa kimwili au al-unuf al-jasad al-jins au al-jinsi au ukatili wa kingono. Umeelewa? Mundu bulughi sinni 15 aman, tangu tukule kufikisha kwake miaka 15. Kwa hiyo huko Ulaya maana yake kila penye wanawake watatu ambao wamefikisha miaka 15, basi mmoja katika hao amewahi kushambuliwa na nini? Na tukio la ukatili wa kimwili au tukio la ukatili wa kijinsia. Umeelewa mpaka hapo? Fima ta'arradat wahidatun min kulli 20, wakati vile vile fima ta'arradat, wakati ameshambuliwa vile vile wahidatun, mwanamke mmoja, min kulli 20, kutokana na kila wanawake 20, imra'atan lilightisab, basi mwanamke mmoja ameshambuliwa na nini? Kubakwa. Kila penye wanawake 20, basi mwanamke mmoja amebakwa huko Ulaya. Ameleka maelezo fima, wakati ta'arradat wahidatun, hii ni wanawake 15 wameshambuliwa na ile al-unuf al-jasad, ukatili wa kimwili, kushikwa sikufanyaje, au al-jins au ukatili wa kijinsia, siko maziwa afanyaje na vitu kama hivyo. Mundu bulughi sinni ama sinni 15 ama, tangu kufikisha miaka kuna ngapi? Kuna tano tumeona hapo. Fima, wakati ta'arradat wahidatun, ameshambuliwa mwanamke mmoja, min kulli 20 imraa, kila penye wanawake 20 lilightisab, na kubakwa. Kwa hiyo ni hisabu ya wabakwaji kwa Ulaya. Kila penye mwanamke penye wanawake 20, basi mwanamke mmoja amebakwa. Umeelewa? Wa fi am, na mwaka 2015 15 wa 2000 sajjalat as-sultatu, zilisajili zile dola zile mamlaka, sajjalati sultan, zilisajili zile mamlaka fi duwal al-ittihad, katika zile dola za umoja al-urubi wa Ulaya, umoja wa Ulaya, nahwa takriban 15,200,000 jarima, ilisajili takriban uharibifu au uhalifu wa ukatili wa kingono, jarimatu unufin jinsi, ilisajili matukio 215,000 ya jarimatu unufin jinsi, ukatili wa matukio uhalifu ukatili wa kingono. Umeelewa? Thuluthuha jaraimu ikhtisab, lakini thuluthi yake ni matukio au ni matukio ya nini? Ya ubakaji. Thuluthi ya hiyo 215 ni matukio ya nini? Ubakaji. Umeelewa mpaka? Sasa haya maelezo muallifu hafidhahu Allah ta'ala